Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni ripoti ambayo inaeleza kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin aliwahi kumpa onyo Rais wa Marekani wa wakati huo Bwana Bush kwamba kuitaka Ukraine kuwa sehemu ya NATO itakuja kusababisha vita vikali kati ya Urusi na taifa hilo la Marekani. Putin alimuonya Bush kwamba kuikubali Ukraine katika NATO kutasababisha makabiliano makali na vita vikubwa, na huenda vikawa ni vita vya ulimwengu ambavyo vitaanzishwa na Warusi na Wamarekani. Kiongozi huyo wa Urusi alisisitiza kuwa hii itazua tishio la NATO kuhamisha vituo vyake vya kijeshi na mifumo mbalimbali ya silaha kwenye ukaribu kabisa na mipaka ya Urusi. Na hili ndio jambo ambalo Urusi imekuwa ikilipinga wakati wote, kwamba haipo tayari kuona mataifa yaliyopo mipakani na Urusi kuwa sehemu ya NATO. Na sababu kubwa ni katika kuhakikisha wanaepusha kutoelewana kati ya Marekani na Urusi, kwani vita vya Marekani na Urusi ndio vita vya ulimwengu. Rais huyo wa Urusi ambaye alimuonya mwenzake wa Marekani wakati huo George W. Bush mnamo mwaka 2008 kwamba nia ya Washington ya kuikubali Ukraine kuwa mwanachama wa NATO itasababisha makabiliano ya muda mrefu kati ya Urusi na Marekani. Ikumbukwe mataifa haya mawili, Urusi na Marekani, ilikuwa na tofauti kwa miaka mingi, na sasa Urusi, kutokana na kufahamu kwa muda mrefu juu ya mashinikizo yanayotolewa na mataifa ya magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani, iliamua kuanzisha operation maalum kutokana na mipango ambayo inapangwa na watu wa NATO. Mnamo 2008 Rais Putin alionya Washington kuikubali Ukraine kuwa katika NATO, akisema itasababisha makabiliano ya muda mrefu ya Urusi na Marekani, kulingana na nyaraka za serikali ya Marekani zilizotolewa na Hifadhi ya Taifa ya Usalama, shirika la utafiti wa umma lenye uhusiano wa chuo kikuu cha George Washington huko Washington DC. Sasa ningependa kurudia yale niliyomwambia Condoleezza Rice, alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati huo, Condoleezza Rice, na waziri wa ulinzi Robert Gates huko Moscow kuhusu upanuzi wa NATO. Halitakuwa jambo geni kwenu na sitarajii jibu. Nataka kusema kwa sauti kubwa, ningependa kusisitiza kujiunga na NATO kwa ajili ya nchi hiyo, kwa ajili ya nchi yetu kwa muda mrefu, na kuunda mgogoro wa muda mrefu wa Ukraine. Makabiliano lazima tu yatokee, anasema Rais wa Urusi Vladimir Putin, akiwanukuu viongozi wa Marekani, na amenukuliwa akisema na watafsiri wa Baraza la Usalama la Kitaifa la Marekani. Rais Putin anadai aliwaambia wa Marekani kwamba kuitaka Ukraine kuwa sehemu ya NATO kutazua taharuki kubwa kati yao na kutasababisha kutoelewana kwa muda mrefu kati ya mataifa ya Mashariki mwa Ulaya na nchi za Magharibi zikiungana na Marekani, ambazo pia ni wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Alipoulizwa na Bush kwa nini alifanya hivyo, Putin alisema kwamba hii ingezua tishio la NATO kuhamisha kambi zake za kijeshi na mifumo mbalimbali ya silaha kwenye ukaribu kabisa na mpaka wa Urusi. Kando na hayo, alibainisha kuwa sio wa Ukraine wote waliofurahi kuhusu uwezekano wa nchi ya kujiunga na NATO. Katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Marekani Tucker Carlson Februari mwaka 2024, Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kuwa Washington iliweka shinikizo kwa nchi nyingine za NATO na kuendeleza wazo la kupanua muungano huo ili kujumuisha Ukraine na Georgia. Mwaka 2008 katika mkutano wa kilele huko Bucharest, walitangaza kwamba milingano ya Ukraine na Georgia kujiunga na NATO ilikuwa wazi. Alibainisha Ujerumani, Ufaransa zilionekana kupinga hilo, pamoja na nchi zingine za Ulaya zikitaka mataifa hayo yakubaliwe kuwa wanachama wa NATO. Lakini basi, kama ilivyotokea baadaye, Rais wa Marekani George W. Bush, na ni mtu mgumu sana kuelewa, mwanasiasa mgumu kutafakari, kama nilivyowaambia, baadaye alitoa shinikizo kwetu na ilibidi tukubaliane naye, Putin alisema. Hata hivyo, ameongeza kuwa na kisha wanasema Ukraine haitakuwa katika NATO. Nikasema sijui, na najua mlikubali mwaka 2008, kwa nini hamtakubali siku zijazo? Vema, walitushtukiza. Basi nikawaambia hili hatuwezi tukalikubali hata kidogo. Ni upuuzi mtupu. Ni upuuzi mkubwa. Tutapigana wakati wote kati ya Urusi na Marekani, alisema Putin. Mnamo Aprili mwaka 2008 katika mkutano wa kilele huko Bucharest, nchi za NATO zilijumuisha ahadi iliyoandikwa kubali Ukraine na Georgia katika muungano bila kutaja muda katika tamko la mwisho. Februari mwaka 2019 bunge la Ukraine lilipitisha marekebisho ya katiba yanayoimarisha juhudi za nchi kuelekea wanachama wake wa NATO.
Volodymyr Zelensky amekuja kurudia kusema kwamba Ukraine inataka kujiunga na NATO, na hii ndio imekuja kusababisha mtafaruku mkubwa ambao umekuja kuifanya Ukraine kuingia vitani na Urusi, na ni katika ule mpango wa kwamba Ukraine haitoweza kuruhusiwa kuwa mwanachama wa NATO, na kwamba mipango yote hiyo itakuja kusababisha taharuki katika siku zijazo. Na hata wakati huu bado kumekuwa na changamoto kubwa inayotokea na mataifa ya NATO. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo huko nchini Urusi, wanasema mataifa mengi ya NATO yanaeleza kila kukicha kwamba Urusi itavamia taifa lolote la NATO, na kwamba hii iwe sehemu ya kuanzishwa kwa vita kati ya NATO pamoja na Urusi. Urusi imesema huo ni uongo mtupu na hakuna mipango kama hiyo inayopangwa na Urusi kutaka kufanya operation za kijeshi dhidi ya mataifa ya NATO. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa